Mambo vipi mtazamaji wa Bongo Plus TV na 96 Linki, kabisa na kwenye exclusive interview nyingine tena kupitia hapa Political Science. Posa, mimi naitwa Victor Madaha, nyuma ya kamera yupo Rizki bwana. Bahati nzuri sana leo nimepata bahati ya kumtembelea ndugu yangu kabisa hapa Henry Mwinuka. Tulikuwa tukishirikiana naye kwenye baadhi ya kazi ambazo kupitia Fikra Zinduka nilikuwa ndo mara yangu ya kwanza kufanya naye kazi, lakini ni mtu poa sana. Na tukawa tunatafuta namna gani ambazo tukapata uchambuzi wake na yeye pia atupe maoni yake, kwa sababu imekuwa ni kilio cha watu wengi sana kwamba mbona tuone ukifanya interview na Henry Mwinuka. Bahati nzuri leo niko naye hapa. Kwanza kwema, lakini kwema kabisa, nashukuru Victor. Mambo anasemaje? Mungu asaidia, tupo, mvua ndo kama hivyo zimechachamaa, lakini ndio mambo. Tunashukuru Mungu kwa yote. Zinapunguza pia joto kidogo, japokuwa movement zinakuwa mtihani kidogo, hazifanyiki. Unajua mjini hapa movement jua likiwa hivi tuna move kwa urahisi, lakini ni neema pia, tushukuru Mungu. Maana zisiponyesha pia kabisa kuna wakati tunalalamika, mara maji tunaambiwa maji hamna kwa sababu mvua hazipo. Sure. Kwa hiyo vitu ni vingi. Kwa hiyo tunashukuru Mungu, tupo sawa. Henry, kwanza ni mtu ambaye uko busy sana. Yaani hii watazamaji ni kama tuna point, kwani hii ya 3 ya 4? Hii ya 3. Hii ya 3. Ni kweli, hii ya 3 ndugu. Zilishindikana kama 2. Kama 2 zilikuwa zimekataa. Mambo ya muda, nini, ratiba, mara mahakamani. Kuna siku umeenda mahakamani, nikajua nitawahi kutoka, ndo vile nikachelewa. Na siku nyingine pia nafikiri nilikuwa na emergency nyingine za kazi. Yaani ni hivyo, lakini nashukuru Mungu, huenda Mwenyezi Mungu alipanga iwe leo. Kweli kabisa. Kwa sababu zake njema. Kabisa. Kwanza Henry, nataka nifahamu, ukiangalia huu mgogoro wa Mashariki ya Kati ambao ulikuwa unaendelea, tunaweza kusema sasa hivi kidogo umestishwa kwa taarifa ambazo zipo. Sababu zilizokuwa zinatajwa kwamba ni kwenda kuzuia utengenezaji wa mabomu ya nyuklia, ambao walikuwa wanazungumza hilo. Jingine wakazungumza kwamba ni regime change, na ukiangalia kwa haraka ni kama karibia malengo yote ambayo Marekani iliyapanga na Israel ni kama haijafanikisha. Lakini ukimsikiliza Trump alichokizungumza na Netanyahu, ni kama watu ambao wamefanikisha sana katika malengo yao ambao walikuwa wamealenga. Kwanza tuanzie hapo, wamefanikisha kwa kiwango gani na wamefika kwa kiwango gani hasa? Sasa kipimo cha wamefanikiwa kwa kiasi gani inabidi tuangalie kwanza, kama ulivyosema malengo yalikuwa ni yapi. Kwa hiyo kwa taarifa ambazo walizitoa wenyewe, mwanzo hoja ya kwanza ilikuwa ni kwamba walikuwa wanataka kuangamiza mfumo ambao unaweza ukapelekea Iran kuweza kutengeneza silaha za nyuklia. Kwa hiyo walikuwa wanataka kuangamiza huo mfumo ili kuhakikisha Irani haiwezi kutengeneza silaha za nyuklia. Hiyo moja. Mbili, walikuwa wanataka kubadilisha mfumo wa kiuongozi wa pale Irani, ambao ndio hiyo regime change. Na hiyo walisema, na Trump ameendelea kuongea hata hizi siku chache zilizopita kwamba walifikia hatua mpaka wakawapa silaha wale wa Kurdi ambao wako Iraq, ili wale wa Kurdi waweze kutoa hizo silaha kuwapa raia ambao walikuwa wanaandamana Irani, ili kuweza kuhakikisha wanafanya mapinduzi na kubadilisha utawala wa Irani. Kwa hiyo ni moja kati ya lengo. Na unaposema kubadilisha, maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba wao wanaamini Irani inaongozwa na vikundi vyenye misimamo mikali, wanawaita ni radical regime. Yani kwa maana wana misimamo mikali, mitazamo mikali na sera kali. Kwa hiyo wanataka wabadilishe, waondoe yao, walete wenye sera za wastani au sera zinazofungamana na masuala ya kimagharibi au sera za kimagharibi ambazo wao wanaamini pengine ndio zinafaa kutumika au kuweza kufanyiwa kazi pale Iran. Malengo mengine baadaye pia wakaongeza malengo ya kwamba Irani wamekuwa na industrial military complex, kwa maana mfumo wa utengenezaji wa silaha ambao umepelekea Irani kutengeneza silaha ambazo ni za kisasa na silaha na makombora ya hatari ya masafa marefu. Na hapo hasa Israeli ndo alikuwa anaikazia hiyo, kwa sababu katika vita ambazo wamepigana, ile ya mwaka jana mwezi wa 6, ile tunasema ni 12 days war, vita siku 12, lakini pia na vita hii Irani wameonekana kuwa na uwezo wa kurusha makombora ya masafa mafupi na masafa marefu, short range na medium na long range. Lakini kwa maana ya, kwa sababu unajua umbali wa kutoka
Iran mpaka Israel kwa maana Tel Aviv ni kama kilomita 1700 kilomita 2000. Okay. Kwa hiyo makombora yao yana range ya kilomita 2000 kuonyesha kwamba wanaweza wakapiga eneo lolote la Israel. Kwa hiyo Israeli wanaamini teknolojia ya makombora ya balistiki ya Israel ya Iran ni hatari kwao kwa sababu makombora haya yanafika. Kwa hiyo na yenyewe inabidi iangamizwe. Sasa hayo ni moja ya malengo, lakini lengo jingine ambalo Trump ameliongea juzi, of course na yenyewe lipo, ni rasilimali ya Iran. Iran wana mafuta mengi. Kwa hiyo Trump alikuwa anafikiria kufanya kitu kama ambacho amekifanya Venezuela kwa Maduro pale alipomteka Maduro na mke wake na kisha wakachukua. Sasa hivi wanaamua wao na fedha za mafuta ya Venezuela zinakwenda kwenye akaunti zao Qatar huko na UAE. Afu wao ndo wanaamua mgao upi uende wapi. Wanadhibiti rasilimali ya nchi nyingine kwa uwazi kabisa na wanasema wazi. Kwa hiyo hicho ni kitu kingine, lakini mimi ninaamini ukiachana na lengo hilo, malengo hayo niliyoyataja, pia kuna lengo ambalo hatulijadili sana. Lakini ukisikiliza hali ya Marekani kutaka kuchukua mafuta ya Irani, mafuta ya Irani yanamnufaisha sana nani? Mafuta ya Irani yananufaisha sana China. Zaidi ya 45% wanachukua wao. Kwa hiyo maana yake Mchina na Marekani wamekuwa na vita ya kiuchumi ambayo ni vita iko wazi kabisa. Tumeshuhudia ile inaitwa tariff war, vita ushuru na vitu kama hivyo. Wanashindana kwenye teknolojia na Mchina ameshasogea mbali kidogo. Kwa hiyo na teknolojia mpya kwa mfano ya artificial intelligence na data centers zinahitaji matumizi makubwa ya nishati. Kwa hiyo kwenye mazingira hayo unaweza ukaona ni kwa namna gani Marekani anajaribu kupambana kama atadhibiti Irani. Maana yake anakata mrija wa China kupata pale nishati. Kasha kata mrija wake wapi? Venezuela. Ambako nako alikuwa anachukua almost asilimia kubwa mafuta. Nafikiri zaidi ya 60 or close to 90 alikuwa anaichukua Mchina. Kwa hiyo hii pia kwa sehemu fulani ukiangalia ni namna ya kumpunguza kasi Mchina kwa kuhakikisha kule ambako anachukua rasilimali wao wana block, alafu wao ndo wanazichukua zile rasilimali. Kwa hiyo maana yake Mchina atalazimika kutafuta wapi anapata tena 45% ya mafuta ambayo alikuwa anatoa Iran. Na ni moja kati ya mafuta bora sana. Katika unajua mafuta yana quality tofauti. Mafuta ya Iran ni moja kati ya mafuta bora sana. Kwenye eneo la nishati na asili na aina za mafuta. Kwa hiyo hilo ni moja kati ya lengo japokuwa hawawezi kulisema wazi. Lakini ukifanya regime change maana yake huwa tunasema kwamba mimi binafsi na tafakari kwa namna ya kwamba haiwezekani mtu aende akabadilishe utawala sehemu fulani halafu awe hana plani anaubadilisha na nani. Yani huwezi kusema tu tuangushe utawala then what? Ukiuangusha wakarudi watu ambao hawana sera zile ambazo unataka. Kwa hiyo mara nyingi wanaposema tunaangusha utawala huu huwa wana mtu tayari wamemwandaa kwamba huyu akija ataendana na matakwa yetu. Na ukiona kiongozi anaendana na matakwa yao manake ujue kuna concessions au kuna namna tayari kuna watu walishawafikia hao watu kwamba bwana itakuwa hivi, then wewe utalinda maslahi yetu ni haya. Mtu akikubali ndo unakuta wanakwenda. Na ndio maana unaona Israeli hashambulii Middle East kwa maana ya UAE Umoja wa Falme za Kiarabu, hashambulii Saudia, Israeli mwenyewe hashambulii Bahrain. Kwa nini? Kwa nini anashambulia Lebanon, Gaza, Yemen kwa wakati fulani? Na kwa nini? Kwa sababu hawa manake ni watu tayari kashaka nao sawa. Maslahi yake hayaoni kama yapo hatarini. Japokuwa wamekuwa wakilalamika kwamba Netanyahu amekuwa na sera kali za kitu kinaitwa the Greater Israel, ambayo yeye anaamini Israeli inatakiwa iwe kubwa na ichukue baadhi ya maeneo ya Saudia, Jordan, mpaka Irani huko kote, Iraq, Syria. Wanaamini kwamba ni maeneo yao na hiyo ndio Israeli ambayo inapaswa kuwa. Kwa hiyo wanaamini ikiwezekana hata waichukue Middle East nzima iwe ni ya kwao kwa sababu wanaamini ni ya kwao. Sasa
huko kuna argument au kuna hoja nyingine za kidini, nyingine zinaweza sio za kidini, lakini dini kawa tu inatumika kutaka kutafuta namna ya kucontrol siasa za Mashariki ya Kati. Kwa hiyo kwa ujumla naweza nikasema sababu ni hizo. Sasa ukiniuliza wamefanikiwa kwa kiasi gani, maana natakiwa turudi kwenye factor ya kwanza, lengo la kwanza mpaka la mwisho. La kwanza issue ya nuclear. Je, japokuwa wanasema tena kwamba wamesha angamiza uwezo wa Irani kuweza kutengeneza, lakini nikukumbushe June mwaka jana, vita ya siku 12, Netanyahu alitoa speech kwa wananchi wa Israel na akawaeleza kwamba ushindi wamepata mkubwa ambao umeirudisha nyuma Irani, na Irani haina uwezo tena wa kumiliki silaha za nyuklia, na kitendo cha kishujaa alichokifanya majeshi ya Israeli kitakumbukwa kwa vizazi na vizazi. Hiyo ilikuwa ni miezi 8 nafikiri imepita. Haya, hapa katikati tena mwezi wa pili wamerudi kwamba hawa wanataka kutengeneza silaha ya nyuklia. Reason ile. Kwa hiyo point yangu ni nini? Mimi najaribu tu kujadili kwa msingi wa hoja. Ndio. Kwamba kama walishaangamiza, kwa nini wamerudi tena? Na Trump yeye pia alisema kwamba wameangamiza kituo cha Isfahan cha ku enrich uranium, cha kurutubisha madini ya uranium. Ameangamiza kituo cha Fordo pamoja na Natanz. Hivyo ndo vituo ambavyo vilikuwa vinarutubisha uranium. Kwa hiyo wameviangamiza kabisa. Yani alisema tumeangamiza, ni kama majivu matupu. Sasa baada ya miezi 8 wamerudi tena. Kwa hiyo sasa swali ni kwamba maana yake tulivyoambiwa mwanzo haikuwa kweli. Hapa sasa hivi pia wanaposema malengo wameyafikia, tuna uhakika gani? Kwa hiyo taarifa zinakanganya. Lengo hilo maana yake kama lilitimia mwaka jana, mwaka huu wasingerudi. Kwa hiyo maana yake halikutimia. Je, limetimia sasa hivi? Bado kwa sababu vituo vile vya kinyuklia vimekuwa makombora ya kirushwa, lakini kumekuwa na taarifa kutoka shirika la nguvu za atomiki likisema kwamba bado hakujawa na radiation leakage, kwa maana ile mionzi ya hatari kuonekana kuvuja kutoka kwenye vile vituo. Kwa maana yake ni nini? Maana yake ukiniuliza mimi, maana yake vile vituo havijaribiwa. Vingekuwa vimeharibiwa, maana yake tungeona disaster kubwa ambayo inatokana na radiations au mionzi ambayo ingetoka kwenye yale maeneo. Sasa pia kingine, zile enriched uranium 60% ya madini haya ambayo yanatengeneza tunasema silaha za nyuklia huwa yanarutubishwa mpaka kufikia hatua ambayo yanaweza sasa kufikia, sababu kuna urutubishaji ambao tu ni wa nishati tu, umeme basi. Ukienda mbali zaidi ndio unaanza kukaribia sasa kwenye urutubishaji wa kwenda kwenye silaha. Mpaka mwaka jana wakati wanashambulia, taarifa zilikuwa zinasema walikuwa wamesharutubisha kwa 60%. Kwa hiyo maana yake hawako mbali. Wakifika 90% kwa mfano 90, tayari wana uwezo wa kutengeneza bomu, na wanaelekea sasa kutengeneza kukamilika kabisa kwa ukamilifu wake kwenye 100%. Kwa hiyo maana yake zile enriched uranium ambayo wanasema ni stockpile ya zaidi ya kama kilo 400 mpaka leo hii haijulikani iko wapi. Na kwa maelezo yao wao walisema iko salama na imefichwa sehemu salama. Iko safe. Hiyo ni mwaka jana. Sasa kutokana pia na Irani kuwa wametengeneza hizi underground bunkers nyingi sana. Maandaki mengi mno ambayo ndio maana unaona wanasema tumewashambulia, lakini sisi tunaona toka siku ya kwanza Irani wamekuwa wakishambulia mpaka jana. Yaani hawajasimama hata siku moja kurusha makombora. Sasa tukisema kwamba uwezo wao pia wa kutengeneza na kurusha makombora ya balistiki umeangamizwa. Haya makombora yanayorushwa kwenda Israeli kwa siku takriban 40, yanayorushwa kwenda hizi nchi za Middle East. Jana tu wame intercept ballistic missiles zaidi ya 7 nafikiri Saudia, Bahrain, kote yanarushwa kila siku. Drones zinarushwa. Sasa tunaamini vipi kwamba malengo yamefikiwa kwenye muktadha huo? Kwa hiyo zile enriched uranium ambayo imekuwa enriched kwa zaidi ya 60%, hatujui wame enrich zaidi, hatujui iko wapi, pia hatujui kama wameshafikia kwenye hatua ya kwamba sasa wana silaha. Sababu hakuna mtu ambaye anatangazaga anavyotengeneza kila stage. Kwa hiyo inawezekana tukaja kuwa surprised kwamba tayari wanayo.
na kwa haya yaliyotokea ile mtazamo wa Irani na ile Baraza la Mapinduzi la Irani kuhusiana na tunasema uwepo wao, existence yao na control yao ya Irani ukoje, ni ule ule. Kwa haya yaliyotokea, imani iko wapi kwamba wana uwezo wa kuendelea kusurvive kwa muda mrefu bila kuwa na silaha hizo? Hasa tukizingatia kwamba nchi nyingi zimeonyesha nia ya dhati ya kutaka kuachana na limitation ya kutengeneza silaha za nyuklia, ikiwepo Ufaransa ambao wamesema sasa hivi hawatatangaza hata wana silaha ngapi za nyuklia, na wanaendelea kutengeneza wakati walikuwa stop. Urusi leo wametoa taarifa kwamba kuna mkakati wa siri wa Umoja wa Ulaya, wameanza mjadala wa siri wa kutaka na wao kutengeneza silaha za nyuklia. Kwa hiyo unaweza ukaona kwamba sasa kwenye mazingira haya unawezaje kumzuia Iran? Tayari tumeshaingia kwenye tunasema a very dangerous route. Yani njia ya hatari sana ambayo hatuna uhakika ile tunasema restraint au kujizuia ambako kulikuwepo kutaendelea tena kutokana na haya yaliyotokea. Kwa hiyo issue ya regime change, Trump amekuwa akisema tumebadilisha regime kwa sababu tumemuondoa Khamenei na baadhi ya viongozi. Lakini mantiki ya regime change maana yake uangushe ule utawala, uje utawala mpya kabisa. Falsafa ibadilike. Sasa falsafa ni ile ile. Hakuna kitu hata kimoja kimebadilika kwa maana ya Irani alivyokuwa ana behave wakati wa Khamenei. Tena wakati mwingine nahisi kama wakati wa Khamenei kuna namna walikuwa ndo kama wanajizuia hivi kidogo. Kuna namna alikuwa anawazuia. Sasa inawezekana ni mtu mzima busara. Hawa sasa hivi ni vijana, lakini pia radicals wale, yani kwa maana sasa kwa sababu nchi iko kwenye vita, watu wenye msimamo mkali hasa chini ya IRGC ile ni kama jeshi la kimapinduzi la Iran. Wale ndio wanaonekana wamekuwa na nguvu wakiongoza sasa, kwa sababu nchi iko kwenye hali ya vita. Wao ndio wataalamu wa vita na vitu. Kwa hiyo huwezi kutegemea kiongozi wa kisiasa atakuja kuwaelekeza wao huku ground. Pia mfumo wa Irani ambao unasemekana umegawanyika katika zaidi ya makundi zaidi ya 31 provisional wanasema command. Yani maana yake kuna vituo vya amri zaidi ya 31 ambavyo vimepewa uhuru wa kuamua wakati gani kushambulia, wakati gani kutokushambulia bila kusubiri oda ya juu. Kwa hiyo nayo inaleta changamoto kuamini kwamba regime change kufanyika kwenye taifa ambalo kuna uongozi umekaa miaka 47 umejisimika kwa namna ya uliojisimika, na huwezi kufanya regime change kwa kurusha makombora. Haujaenda ground, haujaingia ground kama walivyofanya Iraq. Iraq kweli walifanya regime change kwa sababu waliingia wamepigana na Saddam wakamtoa Saddam kabisa na wakamkamata. Ile ni regime change. Same na tu Syria wamefanya regime change, yes, kwa sababu Bashar al-Assad ameondoka na ule uongozi uliokuwepo wote umeng'olewa. Lebanon not really, kwa sababu mfumo wa Lebanon, Hezbollah bado wapo kwenye siasa za Lebanon. Ukirudi Libya walitaka kufanya regime change. Yes, walifanya na wakachagua lile baraza la mpito la uongozi la Libya ambalo liko Tripoli. Lakini sasa shida ni kwamba nchi imegawanyika, kuna wababe wakina Khalifa wanaongoza upande mwingine, ambapo sasa nchi ile huwezi kusema ina control ya mtu mmoja. Kwa hiyo pale na penyewe ni kama palifeli kwa sababu hawana control na udhibiti wa nchi nzima. Kwa hiyo mimi ukiniuliza mimi fairly and squarely, mimi sioni kwamba malengo yametimizwa kwa namna gani, lakini hawa ni wanasiasa, lazima wanavozungumza mbele ya kamera kama hivi lazima wajitutumue, lakini wakirudi huko ndani kuna wakati mwenye Trump anajisawa anasema lakini hawa watu ni wabishi bwana, wana uwezo mkubwa kweli wa kupigana. Kwa hiyo deep down mimi naona malengo, na hata ukiangalia leo kiongozi wa upinzani wa Israel bwana Lapid amezungumza kwa jazba sana kufuatia hii ceasefire ya Irani na Marekani. Anasema kwamba hii ceasefire anasema ni political disaster. Yani ni janga la kisiasa kwa Israeli, kwa sababu ukiachana na jeshi kujitahidi kupambana kwa kadri walivyoweza, lakini malengo aliyoyaweka Netanyahu hakuna lengo lililotimia. Sio mimi, ni kiongozi ni Muisraeli ndo anasema hivyo. Kwa sasa maana yake ni nini? Unaposema malengo yametimia,
huyu kauli zake unazizungumziaje? Lakini pia kwa kuangalia hivyo nilivyovisema, je, ni kweli Irani wameshaishiwa makombora, hawana uwezo wa kurusha makombora? Jana tumesikia taarifa kwamba walieleza mamlaka ya Pakistani ambayo ilikuwa inawasuluhisha na Marekani kwamba wao wawaeleze Marekani na wao wanatakiwa wajue kwamba Irani mpaka sasa hivi kwenye store zao wana zaidi ya drones 40,000. Yani hifadhi. Alafu pia wana zaidi ya makombora ya ballistic 15,000. Kumbuka kwa siku wanarusha wastani wa makombora yasiyozidi 50. Sasa 15,000 mtamaliza lini? Drones wanarusha 100, wanarusha 50, wanarusha sometimes 10. Sasa kama wanazo 40,000 watamaliza lini? Kwa hiyo maana yake ni kama walijiandaa kwa vita ya muda mrefu. Na tukumbuke Irani wameshawahi kupigana na Iraq kwa miaka 8. Zaidi ya 1080, miaka 8. Kwa hiyo ni watu ambao pia watu walio kwenye uongozi wengi walipigana ile vita. Hata huyu Mojtaba Khamenei alipigana vita ya Iraq. Yeye mwenyewe alikuwepo, ni mmoja kati ya fighters. Kwa hiyo unaweza ukaona ni aina ya watu ambao pia kwenye mazingira magumu ya hivyo. Na Iran imekuwa ni nchi ambayo imepitia maisha magumu kwa zaidi ya miaka 47. Wamewekewa vikwazo vya kila aina, uchumi wake umeminywa. Kwa hiyo ni nchi ambayo pengine ingeachwa ishindane na hizi nchi nyingine za Middle East kwa uwezo wake mkubwa wa kisayansi na teknolojia walionao. Huenda wangekuwa wao ndio wanaongoza kwenye ule ukanda. Yes, kwa hiyo unaweza ukaangalia kwenye muktadha huo ukaona kwamba mimi sidhani kama malengo yametimia kwa namna ile ambayo ilitakiwa au inayotajwa, sidhani. Nafikiri kama wametimiza malengo ni madogo kama hivyo, wamemuondoa tu Khamenei, lakini na yenyewe sio regime change kwa sababu umemuondoa Khamenei amerudi Khamenei. Sasa hapo unakuwa unarudi mtoto na bado jeshi na mamlaka zinatii. Kwa maana yake ni kama bado wanaendelea na mfumo ule. Yes. Lakini kuna jambo ambalo ukiliangalia pengine limewashtua watu wengi sana, ni viongozi wengi wa Irani kupoteza maisha, hasa wenye mamlaka na wenye maamuzi makubwa. Nikianza kuwataja hapa siwezi kuwamaliza. Wameondoka wengi sana. Pengine hasa unadhani kuondoka kwa hawa viongozi kwa wakati mmoja, nini ambacho unakiona katika mfumo wa Irani? Pengine umewafanya ndo wawe strong ama kuna sehemu wanaweza wakapishana? Unajua kiongozi ni kiongozi tu. Hatuwezi tukasema kwamba eti viongozi wale wanavofariki Irani wao hawapati setback yoyote, hawapati changamoto. Changamoto ipo. Sababu mtu kama Khamenei yule, Ayatollah Khamenei ni kiongozi wa muda mrefu, ana uzoefu mkubwa, ana maarifa mengi. Sasa unavomuondoa yule, maana yake lazima busara za mzee au mtu mzima zinaondoka. Kwa hiyo ni unaweza kusema it's a loss, ni kupoteza. Lakini pia makamanda wao mkuu kama Larijani ambaye ni moja kati ya viongozi wenye uwezo mkubwa, upeo mkubwa sana. Very intelligent. Sasa mtu kama yule ambaye amekuepo pia amehudumu kwa muda mrefu, na pia kiongozi ambao ni ile tunasema loyal, yani wale ambao ni waaminifu kwa taifa na nchi na mamlaka, wanapoondoka mnakuwa mmepoteza. Kwa hiyo kuna namna wa Irani wamepoteza, lakini Irani nafikiri kutokana na historia ya Israel yeye huwa ana tabia ya kufanya, ana strategy inaitwa decapitation strategy. Kwa hiyo decapitation strategy ya Israel maana yake huwa anakata vichwa. Anaamini yeye kwamba ukikata kichwa kiwiliwili kitakuwa kina struggle. Ni rahisi kupambana nacho kikiwa hakina kichwa. Kwa hiyo yeye huwa anaamini kuwaondoa viongozi, hiyo inaitwa decapitation strategy, ni njia ya kuwa weaken au kuwadhoofisha wa maadui zake. Na ndio maana amefanya hivyo Gaza, amewaondoa Gaza wakina Ismail Hania, alimuua yule kiongozi wa Hamas, wakina Nasrallah Lebanon, kuna huyu kiongozi mwingine Hania nafikiri walimuua akiwa Iran pale kwa kilipuzi. Wakaja baadaye tena wakamuondoa kiongozi mwingine aliyefuata wa Hamas, pia walimuua pale. Lakini pia wakaja ndo wakamuua Nasrallah wa Hezbollah. And then baadaye wakaja Irani wamemuondoa, pamoja na kuwaondoa makamanda wengi kwa Hezbollah pamoja na makamanda wa Hamas.
Kwa hiyo Israeli wanaamini hivyo na ndio strategy yao. Sasa kwa sababu hicho kimekuwa kikijitokeza, maana yake ni kwamba mimi naamini kwamba upande wa pili na wenyewe wanajua kabisa kwamba Israeli wana strategy hii. Kwa hiyo maana yake tutegemee muda wowote wana uwezo wa kumuondoa kiongozi yoyote. Na hapo inatakiwa Israeli wapewe sijui nisemeje, yani wapewe sifa sijui kwa sababu wao wamejiinvest sana kwenye teknolojia ya kung'amua viongozi hawa na kuwa eliminate. Tofauti sana na upande wa pili. Upande wa pili haufanyi elimination sana ya upande wa Israel kwa mfano, kwa sababu huenda wao wako vizuri kwenye kujikava. Kwa hiyo kwa Wairan, Lebanon pamoja na Wapalestina wa Gaza, wao kidogo hapo wanazidiwa. Kwa hiyo leo hii Israeli wakitaka kuwaondoa viongozi wa Iran, huwa kwao sio jambo gumu. Wamefanya investment au uwekezaji wa hali ya juu wa kiintelijensia, kiteknolojia na kifedha kuhakikisha kwamba tukitaka kumdecapitate kiongozi fulani tunafanya hivyo kwa muda ambao tunataka na katika namna ambayo, na mara nyingi wao ndio huwa wanatangaza wa kwanza kifo. Yani kwa jinsi ambavyo wana uhakika na intelijensia zao, huwa wao ndio wanaanza. Na mara nyingi Irani wao wanakanusha, afu baadaye Irani wanakubali. Kwa hiyo kwenye hilo eneo Israeli wako vizuri sana. Na nilikuwa namsikiliza mmoja kati ya makamanda wakubwa wa KGB iliyokuwa ni moja ya shirikisho la kijasusi wakati wa shirikisho la Urusi, shirika la kijasusi kwa inaitwa KGB. Yule kiongozi aliulizwa, ni mtu mzima sana sasa hivi. Aliulizwa yeye anafikiri katika vyombo vya kijasusi duniani ni chombo gani anaona ni bora kuliko vingine. Akasema Mossad. Mossad ni ya Israel. Na akaulizwa kwa nini unasema Mossad? Akasema Mossad ndio shirika la kijasusi lililofanikiwa kutengeneza watu kwenye mataifa mengine, halafu na kuyaaminisha yale mataifa kwamba wale ni raia wao, kumbe wanafanya kazi za Israel. Kwa unakuta labda Irani wana watu wao wako pale ambao wana identity na passport za Irani na wa utaifa wa Irani, lakini wanafanya kazi za Israeli na ni wa Israeli. Hivyo hivyo kwenye nchi nyingine, Marekani, hivyo hivyo Middle East huko kote. Kwa hiyo wana uwezo wa kuingia jikoni, wana uwezo wa kufika chumbani wakati we hujui. Kwa hiyo hiyo sio rahisi sana. Nchi nyingine zinafeli kwa sababu huwezi kuwatengeneza watu wa hivyo. Ni project ambayo, na Wayahudi kwa sababu wametapakaa, Wayahudi wapo almost sehemu nyingi sana, Middle East na hata Ulaya huko kote wapo. Marekani wako wa kutosha. Huwezi amini hata Irani wapo. Wapo Wayahudi Irani. Na juzi walikuwa wanalalamika Israeli wameshambulia jumba lao. Wao lakini wao wanajipambanua kama ni Iranian Jews. Yaani ni kwamba wa Irani. Wakule. Kwa hiyo unaweza ukaona kwamba kwenye level ya intelligence, human intelligence tunasema, Israeli wako vizuri sana. Na ndio hicho kinachowasaidia kuweza kuwaangamiza au kuwaondoa au kuwaua viongozi wa wapinzani wao kwa urahisi. Lakini kuna swali ambalo lilikuwa nazungumzwa, niliona kuna huu mjadala. Kuna watu walikuwa natiliwa shaka. Kuna kipindi wakati Israel inaondoa viongozi, kwa mfano ilivyomondoa Ali Larijani na baadhi ya makamanda wengine ambao walikuwa kule. Kwa mfano kuna yule ambaye alikuwa anasimamia masuala ya Hormuz kule, walimondoa pia. Ikatajwa kwamba walikuwa na mpango pia kuondoa Abasi na Nagachi na nani yule Masoud Pezeshkian yule rais pia na spika wa bunge yule. Ikatajwa kwamba baadaye kuna mambo yakatokea, mazungumzo akasema tumegairi kuwaondoa. Walivyogairi kuna watu wanasema kwamba tuna wasiwasi na kina Abasi hapa. Ukute labda ndo wenyewe wanaacho watu wao waje wasimamie. Na ukiangalia hata kauli ya jana ambapo mtu wa kwanza kuzungumza kwamba tutasitisha alikuwa ni Abasi. Pengine kwa nini watu wamekuwa na wasiwasi na Abasi? Mimi kwa mtazamo wangu nafikiri ni hisia tu, lakini unajua kabla Israeli na Marekani wana coordinate operation zao. Kwa hiyo Marekani amekuwa akitaka mazungumzo. Si Irani ndo amekuwa akitaka mazungumzo. Na kwa muda mrefu Marekani wamekuwa wakipush, yani wakilazimisha Irani ikubali kukaa mezani. Sasa unapotaka mazungumzo lazima uwe una viongozi wa kisiasa ambao kwa mujibu wa sheria za taifa husika wana nguvu ya kufanya hayo mazungumzo. Ukiwaua hao viongozi
utazungumza na nani? Maana yake wale makamanda wa IRGC wale hawana uwezo wa ku make political decision. Wale ni military commanders. Kwa hiyo hawezi kufanya maamuzi ya kisiasa. Alafu wao wako field wamejificha huko, wanatengeneza tu drones na kulipua. Sasa huko utawaona. Kwa hiyo ukijichanganya ukawaondoa viongozi wa kisiasa kama waziri wa mambo ya nje, ukamuondoa rais, ukamuondoa speaker, maana yake bunge halifanyi kazi. Maana yake unajua baada ya Khamenei kuuawa au kufariki, kuna chombo kwa mujibu wa katiba ya Iran kinaundwa ili kuweza kuamua au kuiongoza nchi, si ndio? Ambacho ndo kilikuwa kina speaker, kina rais pamoja na kiongozi mwingine ambaye ni wa kidini. Of course wameshamchagua tayari kiongozi mkuu mpya ambaye ndo Mojtaba Khamenei. Lakini inaonekana hayuko kwenye position ya kuja huku wazi, sababu na yeye anajua anatafutwa. Pia kuna taarifa zinazoonyesha aliumia. Wengine wanasema yuko anaumwa na nini. Sasa hawa waliopo ambao ndo walau wakina Witkoff wanawatumia message WhatsApp, mkiwaondoa message zitatumwa kwa nani? Kwa sababu Witkoff, Arachi alisema kwamba Witkoff huwa ananitumia message za kuomba, nasisitiza tuongee. Sasa wamewaacha sio kwa sababu hiyo kwamba hawa ni agent wao. Sidhani kama hiyo hoja ina nani sana. Lakini nafikiri ni kwa sababu wanahitaji kuna watu ambao ikifika point mnahitaji kuzungumza, basi kuna watu ambao mnaweza mkazungumza nao, kwa sababu mkiondoa wote sasa ile nchi mtakuwa hamjui muongee na nani, hamtamjua nani anaitawala. Yani haujui, makamanda wale hawana namba zao, hamjui wako wapi, hawako kwenye mawasiliano ya kawaida na ofisi za kawaida. Kwa hiyo nafikiri hiyo ndo sababu ya kuwaacha, lakini si kwamba eti kwa sababu wao ni maagent au nini, kwa sababu ukiwasikiliza kauli zao unaona bado wako kwenye line ile ya misimamo mikali ya kimtazamo na kiitikadi ambayo viongozi wa Irani wamekuwa nayo. Sasa basi amekuwa na mdomo wa shombo sana yani vibaya mno. Kwa hiyo unaponiambia mimi eti ni mtu wao yule, basi kama ni mtu wao mtu ambaye anawangata sana yani anapuliza kidogo afu anangata mno. Kwa hiyo mimi nafikiri sidhani hata yule speaker bado sana. Speaker rais mwenyewe jana amesema wako tayari kufa na wameassemble zaidi ya Wairani milioni 14. Lakini sasa ukimuua rais wa nchi, yani hata kwa mujibu wa sheria za kimataifa za kivita na kidiplomasia, unakuwa umefanya kosa kubwa sana kumuua rais wa nchi. Na kwa siasa ya Iran, rais wa nchi hana nguvu hivyo. Pezeshkiani utamuda, yani hana nguvu hivyo, hana maamuzi. Ni kama rais wa Israel. Au rais wa Ujerumani. Uweze tabiri yao hizo nchi umetaja, siwajui hata majina yao. Na kueleza Herzog ni rais wa Israel. Lakini nani anamjua? Yani anayeamua ni Netanyahu. Kwa sababu katiba yao imempa nguvu waziri mkuu kwenye masuala ya vita na masuala ya security ya nchi. Kwa hiyo rais yeye ni ceremonial tu tunasema. Anafunga na kata utepe na kufunga. Kwa hiyo hivyo kwa Ujerumani, waziri mkuu chancellor wa Ujerumani ana nguvu kubwa sana kuliko rais wao. Wana rais wao. Kwa hiyo zipo nchi zina huo mfumo. Kwa hiyo Pezeshkian hana nguvu, mwenye nguvu ni kiongozi mkuu. Na wale makamanda kama mkuu wa usalama au makamanda wale wa ile IRGC, wale ndo wana nguvu. Rais ni small of a political figure ambaye hana nguvu sana za maamuzi ya mwisho. Yani hili maamuzi, yani tofauti na nchi nyingine, rais ndo amiri jeshi mkuu. Akifanya maamuzi anasimama. Ni tofauti na kwa Iran. Rais anatakiwa shauriane na kuna baraza kuu la usalama wa taifa ambalo lina viongozi wakubwa. Kuna IRGC wana kauli na wao, kwa sababu wamedhibiti uchumi, wamedhibiti na siasa kwa sehemu fulani, na wamedhibiti mifumo ya kiulinzi ya nchi. Yes. Sawa. Sasa nataka tugusie sasa hili Mwinuka. Ukiangalia
Trump kama ulivyozungumza hapo mwanzo kwamba yeye ndo amekuwa akiomba sana kumaliza hivi vita. Lakini ukiangalia pia maswali mengine ambayo yamekuwa yakija, nini ambacho kimewafanya Marekani waombe vita kuisha? Ukiangalia mpaka jana kuna matishio ambayo Trump aliyaweza kuyatoa. Kuna wale unaona kama Iran imekubali baada ya kuona vile vitisho, na kuna wale wanaona kwamba Iran, nini ambacho kimefanyika sasa wote wameona kwamba bora tusitishe kwanza kwa kipindi hiki? Kwanza tuelewe kwamba mgogoro huu Trump hakufikiria ungekuwa wa siku nyingi hivi. Trump yeye hata wakati anaingia, na inaonekana kwa taarifa za kiintelijensia, inaonekana vyombo vya kiintelijensia ni kama vili underestimate au vilichukulia kwa udogo ule uwezo na nguvu za Iran. Kwa hiyo ni kama waliamini, wao walichoamini ni kwamba wakishamuondoa Khamenei watasababisha kitu kinaitwa popular uprising. Na ndio maana Trump anasema sisi tuliwapa silaha. Silaha za nini? Kwa sababu waliamini wao wakishamuondoa tu Khamenei, waliaminishwa kwamba Khamenei ndio kikwazo. Kwa hiyo akiondolewa Khamenei, shughuli imeisha. Sasa walijua ni operation ya siku 3 tu. Watakuwa wamemaliza, watawapiga basi. Sasa kilichotokea kimekuwa ndivyo sivyo. Khamenei amefariki, Irani imeendelea kuwepo na ubishi ule na zaidi kuliko utafikiri. Yani ukiniuliza mimi sasa hivi kipi kimebadilika baada ya Khamenei kuondoka, hamna kilichobadilika. Ni wako aggressive vile, kauli ni zile, hamna kilichobadilika chochote. Kwa hiyo ni kama ni miscalculation unaweza kusema, na wachambuzi wengi na wataalamu wengi wa kisiasa wa kimataifa wamekuwa wakisema kwamba Trump alifanya miscalculation kwa kuamini watafanya regime change, na wakifanya regime change basi watu wao watakaa pale, maisha yataendelea. Haijawa hivyo. Sasa vita ina kitu kinaitwa exhaustion. Kuna fatigue, yani kuna muda mnapigana mnachoka. Lakini kwa sababu ya PR, kwa sababu ya dunia kuto kuwaona nyinyi mmefeli, kila mtu anabidi ajitutumue. Hata kama anaumia huko chini, anaumia anagugumia chini ya meza, akinyanyuka juu, mimi kamanda nakwambia tutauana mpaka mwisho. Kwa hiyo na mabomu ya kutosha bado. Sasa haya mambo na Marekani na hivyo tutapiga, tutachakaza. Lakini operation inaenda sasa. Cha ajabu, Trump anasema wameenda kumuokoa askari mmoja. Hivi wewe unaweza kumuokoa askari mmoja na special forces ndege zaidi ya 155? Hicho si ni kitu cha ajabu? Ina maana ulikuwa unapambana na nini wewe? Ndege za Marekani za kisasa 155, brother, hizo ni ndege nyingi. Unapokuwa watu wawili kuokoa mtu mmoja. Yule mwingine si walishamuokoa huyo mmoja. Unasema mission imekuwa ya mafanikio makubwa. Mimi nilipomsikia Trump nikasema Trump wasipomzuia kuongea kuna namna pia anaharibu, kwa sababu huwezi kusema umepeleka zaidi ya wanajeshi 200, ndege 155. Aisee, ni nyingi mno kwa hiyo mtu mmoja. Sawa, hatukatai, lakini kwa sisi tunavyowafahamu special force wa Marekani huwa tunaamini wanaendaga na ndege 2. Kwa sababu si ni extraction. Kwa nini? Maana hiyo sasa inakuwa ni kama ni jeshi limeenda, jeshi zima limeenda sehemu, na bado hamkukaa pale hata muda mrefu. Yani tumeona matokeo yake, ndege zimeharibiwa na nini, mambo yamekuwa ni mengi. Kwa hiyo sasa hiyo inaonyesha nini? Reality za ground ni tofauti na tunachoambiwa huko. Kama walipeleka ndege 155, maana yake nguvu ya Irani maeneo kwenye defense yalikuwa ni kubwa mno, kwamba walikuwa wanatakiwa waende na ndege nyingi na force kubwa ili tu waweze kumextract mtu mmoja. Kitu ambacho kwenye historia sijui kama kimewahi kutokea. Yani ni kama nchi imevamia nchi nyingine. Ndege 155 ni nyingi sana. Watu wanasema kwamba walikuwa wanatafuta madini pale kweli. Zipo story of course, na Irani wamesema hivyo kwamba wale pamoja na hicho walichokisema wanakifanya, walikuwa wanataka kuiba zile uranium zilizorutubishwa kwa 60%. Waibe ile stockpile ili waseme tumefanikiwa kuwanyang'anya Irani. Kwa hiyo sasa ndo wanasema wakawa wametengeneza kiini macho kwamba wanamuokoa tu yule, ila pia walitaka kwenda kuchukua, lakini ndo vile wakashindwa, ndo ikatokea varangati, ikabidi wakimbie na zile ndege nyingine. Unaona, wanasema wao tulivyoona zimenasa kwenye mchanga sijui matope tukazilipua. Sasa kwenye vita kama umenotice hamna kitu Marekani anakubali kwamba Irani kafanya. Kwa hiyo of course inaelewa, kwa sababu vita kuna information propaganda,
kuna propaganda ya taarifa kwenye vita. Na ile propaganda ni muhimu sana. Na in fact Irani wameonekana kufanya vizuri sana hata kwenye mitandao, kwenye vyombo vya habari. Wanaonekana wao ndio wanaongoza. Sasa Marekani nao wamekuwa wakipambana kupigana. Sasa shida hiyo propaganda yao wao anapambana nayo Trump peke yake, hasa kupitia Truth Social, ule mtandao wake. Kwa hiyo yani muda mwingi of course wa Irani wanamuita keyboard warrior, kwamba jamaa yeye muda mwingi amekaa na tweet tu na vitu kama hivyo. Kwa hiyo kimsingi nafikiri wamefikia hatua ambayo kwa sababu Marekani alipropose point 15 ambazo zilikuwa zinataka complete surrender ya Irani, kwamba Irani kwanza anatakiwa aache kurutubisha uranium kabisa, atoe hiyo stockpile, afungue Strait of Hormuz. Irani anatakiwa aache ile teknolojia yake ya maballistic. Yani ilikuwa ni masharti magumu, ni kama ni kujinyonga. Yani umepewa tu kamba, bwana wewe jinyonge. Kwa hiyo vitu kama hivyo. Kwa hiyo Irani nayo wakakataa, wakaja na counter ya point 10 ambazo ukiziangalia ni kama wao wanataka vile vitu waendelee kuwa navyo, kwamba hatutengenezi silaha za nyuklia lakini haki ya kurutubisha madini ya uranium iwepo. Pia mfereji wa Strait of Hormuz sisi ndo tutaudhibiti na tutaamua na tuko radhi kushirikiana na wadau wengine ambao wananufaika na ile eneo kuona jinsi ya kuuendesha mfereji. Qatar, hasa Oman. Kwa vitu kama hivyo. So sasa kama Trump anasema proposal ya Irani ya point 10 it is workable, yani kwamba inazungumzika. Maana yake ni kwamba sasa hapo ni kama Marekani, unajua ukienda kwenye kikao Victor, huwa kikao kina agenda zinaandaliwa. Mimi nimesema hata leo kwenye Instagram account yangu kwamba mimi ninaamini Irani kwenye hatua hiyo wameshinda kwenye hatua hii, kwa sababu unapoenda kwenye kikao cha majadiliano kuna kitu kinaitwa agenda setting, kwamba una set agenda za kikao ili toni ya mjadala wa yale mazungumzo usitoke nje ya hoja zile ambazo wewe unastaka ziwe addressed. Sasa Marekani alikuwa na za kwake ambazo zimewekwa pembeni. Irani wamekuja na pointi zao 10 ila kwa agenda za Irani, sio agenda za kwake. Kwa hiyo kwa mtazamo huo maana yake muktadha wa mazungumzo utakuwa unaenda kutokana na agenda ambazo Irani ameweka mezani, sio agenda ambazo Marekani walizi propose. Kwa hiyo kwa mtazamo wangu of course sina maana outcome itakuwa, kwa sababu wao itakuwa ni vile, lakini mimi nasema ukienda kwenye kikao wewe ndio ukaseta agenda, wewe tayari kwenye hicho kikao una advantage. Ukienda wamekusetia watu agenda, wewe maana yake unajaa kwenye mfumo wao, una possibility hiyo. Kwa hiyo ndio maana nikasema naona hivyo. Kwa hiyo nafikiri pia ile point ya kusema wanatakiwa sanctions, yani vile vikwazo vya nyuma na vya sasa vyote viondolewe, vya msingi na vile vya kawaida viondolewe. Kuiweka hiyo, hata kama hawataviondoa watapunguza, watafanyaje? Kwa sababu ili wakubaliane lazima kuna baadhi ya vitu kwenye negotiation tunasema una lose a little na win a little. Yani kwenye majadiliano unapata kidogo, unapoteza kidogo. Majadiliano ndio alivyo. Mkishindana kwa kupigana, atakayepigwa kapigwa, atakayeshinda kashinda. Unaweza kukosa vyote. Kwa hiyo kwenye majadiliano haina maana zile point 10 za Irani zote zitakubaliwa kama zilivyo. Lakini inawezekana kuna baadhi ya vitu watapata, kuna vingine kidogo wakaamua na wao kurudi nyuma kwamba kwa sababu wanazungumza na vitu kama hivyo na vita haiendelei wakakubali. Unajua watu hawafahamu kwamba Irani wamewekewa vikwazo toka mwaka 1979. Na vikwazo hivyo vya kifedha, fedha za Irani zimezuiwa mpaka sasa hivi ni zaidi ya dola bilioni 100 mpaka bilioni 120. Zimezuiliwa kwenye nchi mbalimbali. South Korea, biashara ambako kwa sababu si ni vikwazo vya kimataifa. Kwa hiyo UN wakishapitisha vile vikwazo, hamna nchi inaweza ikafanya biashara na wewe au ikatransfer zile fedha kuja kwako. Nakumbuka zile fedha zilikuwa kwenye currency ya dola ambao Marekani ndo anaicontrol hiyo currency. Umeelewa? Kwa hiyo sasa Irani maana yake wana fedha nyingi sana zimezuiwa ambazo zikiachiwa zina uwezo wa kufanya maendeleo na kubuild sehemu kubwa sana ya uchumi wao. Kwa hiyo ndio maana wanasema hivyo vikwazo viweze vya kiuchumi pamoja
na hizo fedha ambazo zimezuiliwa kwenye mataasisi mbalimbali duniani ziachiwe ili waweze kuzipata wazitumie, kwa sababu na zile fedha huwa haziwezi kuchukuliwa, yani zinazuiliwa, zinakuepo tu kwa sababu huna uwezo wa kuzichukua. Ni kama za Urusi ambazo European Union walizizuia na wao zaidi ya nafikiri ni bilioni nyingi sana, zaidi ya more than 100 nafikiri. Kwa hiyo hizo fedha huwa hazigusiki kwa sababu ni mali ya mtu mwingine, ila mmezuia tu asizi access na asifanye biashara. Na wakati mwingine zinaweza zikawa zina kwenye mzunguko zinatengeneza faida. Kwa hiyo ile faida inabaki kujiaccumulate kwenye zile pesa, ila hana uwezo wa kuzifikia. Yes. Sawa. Swali langu la mwisho sasa kwa leo. Kwa mfano ukiangalia kwenye hizi wiki mbili ambazo wamepeana, wamesitisha, tutegemee kitu gani hasa? Kwa mfano la kwanza nalo hapo, mfereji wa Strait of Hormuz, ukiangalia ni Iran imeendelea kucontrol kwa mujibu ambao unatajwa. Watajadili kitu gani hapa katikati? Sasa kuna vitu vingi kwa sababu kuna issue yenyewe ya kumaliza kabisa vita, kumaliza mashambulizi ambayo yameifunga Middle East nzima, mfereji huo, pia vita ya Lebanon, japokuwa Israeli wameshakuja wamesema Israeli hatuendelei, lakini Irani hatuendelei. Hiyo ceasefire ni ya huko, hapa Lebanoni bado shughuli inaendelea na wanataka kuchukua eneo ambalo linakingana na mto. Kuna mto fulani hivi nimesahau jina lake kidogo. Kule walivunja daraja kule. Sasa kuna mto ambao ndo unatenganisha nafikiri kusini mwa Lebanon, halafu ndo ukitoka kwenye mpaka wa Israeli unaingia hapo afu unakutana na ule mto. Kwa hiyo anataka Return River inaitwa, mto Return. Kwa hiyo anataka wadhibiti kuanzia kwenye ardhi yao waingie mpaka kwenye ule ukingo wa ule mto. Kwa hiyo Lebanoni wao mpaka wao uwe kwenye upande wa pili wa mto. Ndio ile nimekwambia the Greater Israel. Inabidi uiangalie kwa mapana. Maana wakishakaa pale wanakaa na watu wanajenga pale na nini settlers, ndo shughuli inakuwa inaendelea. Kwa hiyo sasa maana yake ni nini? Na condition ya Irani ni kwamba ili aache ceasefire iendelee ni lazima mashambulizi yaachwe Gaza, yaachwe Palestina, wanasema occupied lands, kwenye ardhi iliyokaliwa kimabavu na Israeli, pia na Lebanon. Sasa kama Israeli amekuja leo Netanyahu na hajaongea ki Yahudi, ameongea Kiingereza kwamba hii ceasefire Lebanoni haihusiki, sisi Lebanoni tunaendelea na shughuli. Sasa je, Irani atachukuliaje hilo? Kwa sababu amekuwa akishirikiana na Hezbollah kuishambulia Israeli. Je, atamwacha Hezbollah aendelee kupigwa mwenyewe huku bila yeye kufanya chochote? Na endo sponsor. Yes, na endo sponsor. Je, Wahuthi pia watafanyaje? Wataacha? Kwa sababu yeye amesema axis of resistance, kwa maana ule ncha ya upinzani ambayo ndo wapo Wahuthi wa Yemen pamoja na wa Hezbollah, wa Palestina Hamas, na wao wenyewe na Shia militia groups nyingine zilizopo Iraki huku na zenyewe zimekuwa zikishambulia Syria na vitu kama hivyo. So bado tunasubiri tuone, lakini Israeli ni kama anataka kufanya jambo pia hili, kwa sababu Israeli inaonekana hajahusishwa kwenye mazungumzo. Kwa hiyo inawezekana ni mbinu na wao ya kuonekana kwamba sasa hapa lazima tu complicate hili jambo, kwa sababu sisi wao si hawakuhusika kwenye mazungumzo huku. Walikuwa ni wanazungumza Marekani, kina JD Vance wa makamu wa rais wa Marekani na jopo lake pamoja na Pakistani pamoja na Iran. Kwa hiyo Israeli wanaona kwamba wao hawajashiriki kwenye hiyo. Kwa hiyo kule Lebanoni wataendelea. Lakini wito wa Irani ni kwamba mapambano na mashambulizi yasitishwe kote. Sasa kama Israeli ataendelea kushambulia, je, Irani atakubali kukaa kimya au naye ataendelea kushambulia? Na Irani wamesema wataacha. Yaani hii ceasefire hii sio kwamba wamekubaliana ndo wataacha kama hawatashambuliwa. Kwa hiyo wakiona kuna shambulio lolote limefanyika, maana yake wataendelea. Sasa je, linahusisha na mashambulizi ya Israeli Lebanon? Hapo ndo ni swali ambalo muda utatuambia. Lakini nafikiri walipofikia, mimi kwa mtazamo wangu, Marekani hata wao hawana tena appetite ya kuendelea kupigana. Vita imechosha. Vita yani mambo hayaendi. Kumbuka Trump anatakiwa akutane na Xi Jinping. Alitakiwa kukutana naye mwezi wa 4 aende China. Hajaenda kwa sababu ya vita. Wamesogeza mwezi wa 5. Huu ni mwezi wa 4. Leo tunazungumza na tarehe ngapi?
tarehe 8. Sasa tarehe 8 maana yake mwezi wa 5 sio mbali. Kwa hiyo lazima wa focus pia na mambo mengine. Sasa kama wataendelea na hii vita kwa staili hii, maana yake ni ngumu yeye kuweza kufanya hizo ziara kwenda China kuonana na Xi Jinping. Kwa hiyo nafikiri kwa Trump yeye ni kama vile tayari bwana, mimi Israeli nishawasaidia ndugu zangu, inatosha. Tuendelee na mambo mengine, ila tujitangaze tumeshinda basi. Kwa hiyo Israeli, lakini Israeli ni kama sidhani kama wanaridhika. Ni kama bado wanaona malengo hayajatimia na mwisho wa siku unarudi nyumbani japokuwa Netanyahu amekuwa akisema tumeshinda. Hata leo nimeona taarifa yake nasema tumefanikiwa Irani hawana uwezo tena wa kutengeneza mabomu ya nyuklia kwa muda wote karibuni. Lakini tena watarudi tena hapa. Yaani shida ni kwamba hizi kauli baada ya mwaka watu wanarudi wanasema wanalo bomu tena, sio wanataka kutengeneza. Kwa hiyo wanasiasa bwana waamiliki. Ndio maana kuna mtu anasema wakikwambia habari za asubuhi inabidi utoke nje ujiridhishe kama kumekucha. Inawezekana ni usiku. Lakini unaona kwamba baada hizo wiki mbili tutegemea vita kuendelea kwa namna unavyozichambua vita vya kimataifa huko? Inawezekana kwa Irani walivyo, kama mambo fulani hawatakubaliana vizuri, hawa wataendelea kupigana na complications zinazidi kuwa kwa Marekani, kwa sababu anaonyesha yani kabisa yuko radhi kutaka kuendelea. Na pia kuna taarifa zinaonekana hata ndani ya jeshi kule kuna watu wengi sana wanapinga, yani wanaona kwamba hii vita haina justification, alafu pia haikuwa planned vizuri. Kwa hiyo ni kama morali haiko juu sana. Na unapoenda kwenye vita morali haiko juu pia kwa vyombo vya usalama. Unaona wamefukuza, kwa sababu kama wangekuwa strong, kwa nini unafukuza majenerali wakubwa wa jeshi wakati wa vita? Unajua how sensitive kubadilisha uongozi wakati wa vita? Ni kitu sensitive sana. Kwa hiyo mtu anaweza kufanya hicho kwenye mazingira gani? Maana yake kuna changamoto zipo. Either wanabishana, hawaafikiani. Na kuna baadhi labda ambao wana uzoefu wa muda mrefu, seniors, wanaweza kusema waziri wa vita unataka hiki kitu, hapana, tushauri. Kwa hiyo ndio maana inafikia sehemu watu wanakinzana, wanaondolewa. Lakini katika hali ya kawaida sidhani kama Trump na vyombo vya usalama vya Marekani viko na hamu ya kuendelea nalo hili jambo kwa muda mrefu. Ni kama tayari, na pia gharama ya nishati imepanda sana kwao, imepanda kwenye nchi nyingine na hali inazidi kuwa tete. Kwa hiyo nafikiri pengine kwa sababu hiyo Wamarekani wanaweza wakalazimika kumshawishi Israel. Na pia tukumbuke sio kwamba Israel amekuwa akipigana vita hamalizi. Japokuwa wanakaa baadaye wanarudi. Lebanon mwaka 2006 Israel walivamia Lebanon, wakapigana vita ya zaidi ya siku 34 mwaka 2006. Kwa hiyo nafikiri walipigana kuanzia mwezi wa 8 mpaka wa 9. Siku ya 34 Israeli wakakubali, wakajiondoa pale walikoingia na wakaondoka zao, vita Kwa hiyo haina maana kwamba watapigana, kwa sababu kuna muda inafika mnaona it is no longer viable, yani haiko realistic kuendelea kupata matokeo kwa njia hiyo. Kwa hiyo inabidi mtafute namna nyingine au mkajipange upya. Labda baba tulijipanga hapa ila hatukujipanga vizuri, turudi tena kwenye drawing table, tukae mezani tujitafakari upya. Okay, sawa. Lakini sasa kwa kumalizia sasa, pengine hasa kwa taswira yako unavyoiona hii mataifa ya Kiarabu yamepigwa sana kwenye hivi vita, na ukiangalia yalikuwa hayarudishi. Swali ni kwamba zile kambi za Marekani ambazo zimepigwa, Marekani ataendelea kuzijenga ama ndo kile ambacho ilikuwa nazungumza Irani kwamba hatutaki tena uendeleze kuweka kambi zako Middle East? Nini unachokiona katika hicho? Kuhusu Marekani kuondoa kambi ni moja ya takwa ambalo Irani wamelisema, lakini sidhani kama hata wao wanaamini litatekelezeka. Kwa sababu ili Marekani waondoe zile kambi inabidi zile nchi zinazo host zile kambi pia ndio zi-initiate huo mchakato. Kwa hiyo kama hawata initiate wale, Marekani hawezi kuziondoa zile kambi. Na ana rasilimali kubwa sana pale. Lakini na wasiwasi kuhusu sera ya Marekani kuhusu kuziamini zile kambi. Hiyo ndo wasiwasi wangu, kwa sababu Israeli ni kama wamekuwa wakishawishi Marekani ihamishe kambi, ipeleke kambi upande wa Israeli. Kwa sababu wanaona huku bwana huko yani ziko vulnerable, ziko karibu na adui, kwa hiyo inakuwa si salama sana. Kwa hiyo sidhani kama eti zitafungwa kwa sababu Irani anataka zifungwe.
Irani anataka hivyo, ndio anasema, lakini hata yeye anasema hiyo kama kuweka tu conditions zile tough, lakini unajua hii condition hii inaweza istimie. Nitaisawazishia kwa nini? Nitasawazishia kwa nyingine, nijaze tu nyama ziwe nyingi na vitu kama hivyo, lakini sidhani kama wana nia ya dhati kwamba msipoondoa hizi kambi vita ishi, sidhani. Kwa hiyo nafikiri zile kambi kwa watu kama UAE kwa uhasama walioingia nao na Iran, sidhani kama watakubali zile kambi ziondoke. Hawawezi kukubali. Yaani hata juzi nafikiri mshauri wa kiongozi wao wa ile nchi, wa rais wao yule, amesema wazi, sisi Marekani na Israeli ni washirika wetu muhimu, tutaendelea kuwa strong. Sasa hizo ni kauli zinaonyesha watu wana nia ya kuendelea na ndoa yao. Hawataki kuachana. Lakini kwa Qatar, unajua kuna mikataba pia, sio kwamba hivi ni vitu unaweza tu kaamka asubuhi. Vina mafungamano mazito, kuna masilaha kule, kuna madege ambayo Marekani wanayadhibiti Israeli. Sasa ukijifanya unataka waondoke, wataondoka na madege yao. Ina maana wewe utalindwa vipi pale? Huna ulinzi. Kwa hiyo ni ngumu kambi zote kuondoka, lakini nafikiri tension ya Marekani pia na Trump inaweza ikawa ya tofauti, kwamba maybe tujiwekeze zaidi maeneo mengine kuliko kujiwekeza sana pale Middle East, kwa sababu ndo kama hivi wamepoteza kambi zaidi ya 13 zimeshambuliwa sana, na hawawezi kusema, lakini ni hasara kubwa mno, kwa sababu zile kambi zimejengwa kwa muda mrefu, sio siku moja. Yani ni miaka. Yani kujenga military base sio jambo la eti tunajenga miezi miwili. Military base ina mchakato mrefu sana. Budget ina hata ujenzi wake wenyewe ni complex. Inabidi sasa hiyo watofauti pia katika ujenzi. Kwa hiyo sasa hiyo sio kitu kidogo. Kwa hiyo huwezi kusema eti tu ni jambo jepesi limetokea. Kwa hiyo pia, lakini mtazamo wa nchi za Mashariki ya Kati kuhusu na ile tunasema the US security umbrella, mwavuli wa ulinzi wa Marekani, na sio tu nchi za Mashariki ya Kati, hata nchi nyingine, kwa sababu nimeona jana kiongozi wa upinzani wa Taiwan ameenda China kwa muda mrefu, anasema unajua ni vizuri hii, anasema a trip for peace. Unafikiri kwa nini? Kwa sababu wameshagundua kwamba kumbe sisi tulikuwa tunaamini tuna security ya hali ya juu. Hivyo kwa South Korea wameshaanza kuwa sasa hivi wanatengeneza mahusiano yao sana na Korea Kaskazini. Kwa sababu huyo unayeamini atakulinda anaweza asikulinde, na ushahidi unao kwamba umeona. Kwa hiyo hii imetoa somo na funzo kwa nchi ambazo zimekuwa zikiamini kwenye hiyo security umbrella. Hata Ulaya na Marekani hawatarudi tena walipokuwa, kwa sababu Ulaya wamekataa kabisa kuisaidia Marekani kwenye hii vita. Na Marekani amekuwa ana kitu, amekuwa, umeona Trump amesema wamekataa kutusaidia. Uingereza, mshirika muhimu kabisa, amekataa. Ufaransa wamekataa. Nchi nyingi sana zimekataa. Kwa hiyo hii inaashiria nini? Maana yake ni kwamba kwa kile walichokishuhudia, wanaamini hata wao hawawezi wakaendelea kuitegemea security umbrella au mwavuli wa ulinzi wa Marekani, kwa sababu wameshagundua kwamba uko scattered na uko sometimes unaweza kuwa overstretched, yani ukatanuka kupita maelezo, ukawa unashindwa kuhudumia maslahi ya kiulinzi ya zile sehemu. Kwa hiyo tutegemee hii vita ya Irani itatengeneza dunia mpya yenye mtazamo mpya, itikadi mpya, alliance mpya, masuala ya silaha, mitazamo mipya kwa kiasi kikubwa sana kutoka sasa kwenda mbele. Hatuwezi tena kurudi tulikotoka. Yani it's done. Yani ile dunia tulokuwa nayo kabla ya February haipo tena. Na Irani amefanikiwa kutengeneza, naweza nikasema, nguvu ya mataifa madogo kujiamini. Na mataifa mengi kama ambavyo majeshi yamekuwa yakijifunza military strategies za mtu kama Alexander the Great, ambaye alikuwa ni mpiganaji kamanda mkubwa, military decorated kipindi hicho, wakati wa utawala, kipindi kile cha utawala wa zamani Macedonia huko na wapi. Unaweza ukagundua kwamba mbinu walizozitumia Irani zinaweza zikafanya Irani ikawa ni kama sehemu ya darasa kwa majeshi mengi duniani, kwa kuamini kwamba Irani ametumia kitu kinaitwa war of attrition, na
hii war of attrition amefanya calculations nyingi sana. Anapigana vita kwenye uchumi, anapigana vita ya silaha, anapigana vita ya intelijensia, anapigana vita, tunaona mahackers wake wamekuwa wakihack taarifa mbalimbali, wale Handara hackers. Anapigana vita pia propaganda kwenye mitandao na vyombo vya habari. Kwa hiyo ameiwekeza kwenye hayo maeneo perfect. Na anajua kabisa siwezi kumpiga kwa sababu kutoka Irani mpaka Marekani ni zaidi ya kilomita 10,000-11,000. Ila yeye amejiwekeza kuhakikisha anazistudy asset za Marekani za kiuchumi na za kijeshi. Na vitu kama hivyo. Kwa hiyo tutegemee Irani itatembelewa sana na vikosi vingi na majeshi mengi, watu kwenda kupata darasa. Huo ni mtazamo wangu kutokana na kitu ambacho wamekifanikisha kwenye hizi siku zaidi ya 40. Tumezungumza mambo mengi sana, pengine lolote lile la kuambia watazamaji wetu? Tuendelee kuombea tu amani ya dunia, kwa sababu kwa mfano kwa sisi wengine huku hatuna sisi kauli. Wakipigana hao sisi tayari tunateseka. Kuna watu wengine wanapata sababu za kutupiga humu. Kwa hiyo mimi nafikiri tuombe amani, tusishadadie sana. Hizi vita sio nzuri. Unaweza ukafikiri wanaumia wa Irani au wanaumia wa Marekani na Israeli, lakini na sisi tunaumia sana. Na ikiendelea zaidi itakuwa ni shida. Kwa sababu ikiendelea tu hivi bei mpya zitakuja za mafuta mwezi ujao. Sasa maisha yatakuwa magumu mno. Vitu vitapanda bei mno, wakati mishahara yetu na vipato vyetu viko pale pale, na wakati mwingine haviendani na uhalisia wa mahitaji ambayo yapo. Kwa hiyo mimi kama mtu mpenda amani, raia mpenda amani wa dunia, a global peace loving citizen, nasema ninatamani sana na nimefurahi jana kwa kweli, nisiwe muongo. Mimi nimeamka asubuhi nimeona ile taarifa nikafarijika sana. Fadhali. Kwa hiyo si wengine naona wanata iendelee, sijui anasema sijui tuone panapovuja iendelee kunyesha, lakini sasa patatuvujia na sisi tutaloa. Kwa hiyo lazima tuangalie haya mambo kwa macho mapana. Vita sio nzuri kabisa. Imekaa vibaya sana. Kwa hiyo nafikiri hicho ndo ninachoweza kusema. Naomba Mwenyezi Mungu asaidie na amani ipatikane na tuendelee, turudi kwenye maisha ya kawaida. Dunia iendelee kuishi kwenye mfumo wa kawaida wa biashara, mzunguko wa watu. Kuna watu wengi tayari wameshafilisika sasa hivi tunapoongea, ambao hawahusiki na vita, lakini walikuwa labda wanafuata bidhaa zao Dubai, au walikuwa wanafuata kama ni fertilizer kwa mfano wakulima hapa. Tukiendelea hivi fertilizer nyingi inapita pale Strait of Hormuz, mbolea haitapita. Kwa hiyo kutatokea food crisis tukiendelea na hii vita. Na food crisis ni hatari, maana yake tunaweza tukaelekea kwenye baa la njaa kwenye maeneo kabisa ambako hakuna bomu wala drone inayoruka hata moja. Kwa hiyo ndio maana nasema si kitu kizuri sana kukishangilia, ni kitu kibaya. Tunatakiwa tukiishe. Nchi ziheshimiane, zijifunze kuheshimiana na kuheshimu pia uwepo wa nchi nyingine na tawala zake na tamaduni zake na itikadi zake. Japokuwa jirani yetu Uganda ataka atuharibie. Yule huwa anaongea sometimes sio kumchukulia serious. Mtandao wake umerudi, maana yake nilisikia umeibwa. Sasa sijui ni hao Handara hackers au wote. Sio utani wengine. Kwa hiyo ni vitu anafanya hamaanishi, lakini kwa sababu anafuatiliwa huwezi jua. Kwa hiyo sijui kama hawajamrudishia, sijui kama atarudishiwa. Kana ndo machungu ya vita ameyapitia. Wamemuonyesha kwamba wanaweza kumfikia na nini. Kwa hiyo namna yote ile vitu kama hivyo. Yaani mimi nikushukuru sana. Shukrani. Mtazamaji wa Bongo Plus TV na 96 Linki, asante sana kwa watazama kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Of course, imekuwa ni mazungumzo mazuri sana ambayo mimi nimeenjoy. Of course, mimi ni mtu fulani hivi ambaye huwa napenda sana. Unajua wakati mwingine uchambuzi, kuna watu ambao wanachukulia katika namna fulani hivi. Ila mimi huwa nauchukulia katika sehemu ya kuelimika, lakini pia ni kushangaza. Mimi wakati mwingine huwa naichukulia kama burudani. Especially kutana na watu kama kina Henry. Anapozungumza, kuna namna yake anaozungumza na tafsiri fulani hivi ya kufurahisha ama kuchekesha, unaotazama unakuwa na enjoy. Yaani usipate tu vitu vigumu, lakini pia na burudani upate huko ndani. Na ndio maana unaona wakati mwingine, wakati na Moji pia huwa anapata muda fulani ambao wanacheka sana. Lakini by the way, kwa mtu ambaye fahamu, Henry Mwinuka pia ni founder wa Fikra Zinduka. Sisi tulikuwepo tukutana nao pia, na ile tutegemea ile itarudi ile.
hii mambo haya yakitulia, nakwambia tumeathirika na sisi, kwa sababu saa hizi Waafrika hawataki kuzinduliwa, yani wako bize na Irani. Sasa ukiongelea fikra zinduka wakusikilizi. Kwa hiyo hii vita ikiisha, mgogoro ukatulia, nafikiri na sisi tutarudi na phase 2 tunasema ya fikra zinduka, kuzindua fikra za Waafrika, kuonyesha namna ambavyo Waafrika tuna uwezo, tuna uwezo wa kufanya mambo makubwa, tuna akili, mababu zetu walifanya mambo makubwa ambayo yamefichwa. Tutaendelea kwa sababu ili tuanze kufanya mambo makubwa, kwanza lazima tujengeane kujiamini. Na ili tujiamini lazima tujue kwamba kumbe tulikuwa tunaweza kabla ya kusemekana hatuwezi. Kwa hiyo tutaendelea nayo baada ya haya mambo inshallah yakisha simama haya mambo, vita ikaisha, basi mambo yakirudi kwenye kawaida wake na sisi tutaendelea. Sawa kabisa. By the way, Henry amekuwa akishirikiana na DJ Sma, na pia wakati mimi na Sma nasafiri nikamuuliza bana, tunafanyaje sasa kipindi hiki, napataje interview? Akaniambia bana, yupo Henry bana, wewe chukua namba yake hapo, ongea naye. Bahati nzuri final bana, mimi nimetimiza kile ambacho nikiwa nahitaji uchambuzi wake hapa. Mimi naitwa Victor Madaha, nyuma ya kamera yuko Riziki bwana. Asante kwa wakati wako.